Hebu pata maji kidogo. Unajua hata hivyo nimeongea kweli kweli kwenye kampeni, si mchezo. Unajua siku kama leo mheshimiwa diwani, nilikuwa nasubiri kwa hamu sana. Na Mungu ametujalia umeshinda. Kwanza mimi bwana niwashukuru sana. Ndiyo. Niwashukuru sana nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mmesababisha mimi mpaka leo hii nimekuwa tena mheshimiwa. Mheshimiwa diwani. Si mchezo. Unajua yule mama bwana kumshinda sio jambo dogo. Kuna wakati mpaka nikawa na wasiwasi nikasema mbona ana kasi sana? Lakini mimi nashukuru bwana wananchi wangu kwa sababu bado wananipenda. Ni kweli tena tumepata shida sana. Tumepata shida maana kila mtaa unaoenda huyu mama ametupa vitenge, sijui ametupa 5,500. Tukasema achana naye. Huyu mtu ambaye tunambambania sisi ndo kila kitu. Kwa sababu tumeona maendeleo yake ya nyuma. Hebu tumpige kula huyu. Watu wakasema sawa. Tuko pamoja na nyinyi. Paka tu. Wananchi sasa hivi wamejanjaruka. Sio kwa wale wajinga kama zamani. Sasa hivi watu wanajua kiongozi bora ni yupi. Nimefanya mambo mengi sana mimi hapa. Mnakumbuka vinafikiri daraja lile la kule chini nimetengeneza mimi. Ukiacha hilo soko lile lilikuwa linaoza pale kabisa. Sasa hivi mambo mazuri. Sasa unafikiri era zake hizo kanga si vitenge atawadanganya watu? Wanaona kabisa kwa macho. Wanajua huyu anayetuonga pesa sisi tunachukua tunakula, mwisho wa siku wakati wa kupiga kura wanamchagua yule wanamtaka bwana. Sasa mheshimiwa diwani, unajua sisi vijana wako tumpambana sana. Yaani mpaka inafikia stage wewe unakuwa diwani tena kwa mara nyingine. Tumetumia 80%. Tumejashuka, tumetumia nguvu kubwa sana kwa washawishi watu mpaka umepita. Kwa hiyo una kitu gani yani cha kutugaia au unatuahidi kitu gani labda kwa ajili ya maendeleo ya baadaye? Mimi bwana kama nilivyoahidi hapo awali na bado naendelea kuahidi kwamba niliwachagua nyinyi kama vijana wenzangu katika benchi langu la ufundi. Na lengo ni kuhakikisha tunachukua tena mji. Na kuchukua mji ni kwa ajili ya kuongeza maendeleo zaidi. Kwa mantiki hiyo basi, nyinyi mtakuwa mbega kwa bega na mimi kuhakikisha maendeleo yanapatikana. Mimi natamani kesho na kesho kutwa hata kiongozi wa juu kabisa anafika hapa, anakuta mji uko tofauti huu. Anasema yes, hawa watu wanafanya kazi. Na nyinyi mimi nawaambia sitowatupa. Chochote kitakachopatikana tutakachofanikisha kujenga huu mji tutakuwa tunajenga mimi na nyinyi. Kwa hiyo msio na wasiwasi kabisa. Bwana sisi tunashukuru kwanza. Tena tunashukuru sana kwa ahadi yako. Labda nikwambie kitu kimoja. Yaani baada ya kuisha miaka 5 hii, miaka 5 inayofuata unavuka daraja unakuwa mbunge tena. Mimi si baduki. Lazima nihakikishe tunafika huko. Ndio lengo langu. Na sio hapo tu. Tunaweza tukaenda mbele zaidi bwana. Shida katika nini? Kaka Barasa. Yaani uchao unazidisha zaidi unanipita hata mimi. Inatetea uchao wa juu. Lakini situpo wote haweza katuacha. Sasa ndo tutafanyaje? Sasa ndo ishakuwa hivi. Ila kusema ukweli, mimi kwa haya matokeo yaliyotokea sijapendezana nayo kabisa. Yaani Pasa kupitishwa kuwa diwani katika kata hii, mimi kwangu never. Aliyakuwa ukiangalia Pasa na mama yao kajitoa sana. Tena kajituma kabisa katika kata hii. Ila Pasa alikuwa ni mtu wa kukaa pale, anacheza zake bao, anakula zake kahawa, afupo na wazee. Ila ukiangalia mama yao alikuwa anajitoa pande zote. Wakina mama, wakina bibi, wazee, wababu, pamoja na vijana. Ndio maana alituteka sana sisi vijana kujituma juu yake mama yao. Ila sasa angalia sasa. Kapita mtu kabisa ambaye eleweki. Ambaye alikuwa afanye chochote. Inauma sana. Yaani inanifili. Yaani mimi naongea wewe unacheka. Simona dharau hizo. So kwamba ninavyocheka nimekudharau. Hapana. Nisamee. Ila nacheka kwa sababu unajua mimi ni mtu mzima afu unajua vingi kuhusu uchaguzi. Ndio maana nakuona unavoongea, unalosoka, yani ni kana kwamba umeumia sana Pasa alikupita. Hivi unajua mama yao alitumia rushwa sana kuonga vijana na wamama nao wazee wote unaowasema wewe. Yaani uongozi mzuri sio lazima utoe rushwa.
Mama Dawa yao waliendekeza sana rushwa kwa hao vijana, wazee, mababu, mpaka hao vilema unaowasema wewe. Hilo funzo ambalo unataka kunipa wewe, funzo nishapewa toka huko enzi za mababu, na historia mimi nimeisoma very well, ipo kichwani. Kwa najua uongozi wa mamlaka unatakiwa kufuatishwa katika nchi yetu ya Tanzania hii. Sio rais, sio diwani, sio katibu, sio mwenyekiti na sio mbunge. Nimesoma zote tutorial. Na naomba nikwambie kitu kijana mwenzangu. Rushwa sio kila kitu. Na sio kwamba kila unachokifanya utoe rushwa. Tumia tu maneno ya busara, heshima, upendo. Mbona utaeleweka? Na ukitoka hapa, kawahamasishe na vijana wenzio. Asa mwenzangu nakimbia nini? Alafu kwa akili yako tu ya kuwaza haraka kulifikia mimi nitatoa mwili wangu eti kisa pasa lapite au kisa kampeni pasa achaguliwe, umefeli. Na kingine cha kukwambia tu ambao uliko kijui, labda kama unakijua ni kuongezea ili ukijue zaidi. Kwa taarifa yako, bila hata kutoa mwili wangu mimi pasa likapita, tena bila hata kutoa hata shilingi 50. Mimi nina akili sana Chadi. Siwezi kuhusu mtu acheze mwili wangu eti kisa eti nimpe mwili wangu apate kitu fulani au mimi nipate kitu fulani. No. Mimi nilikuwa nakutaka wewe muda mrefu sana. Unaona? Yaani mimi eti sio kwamba nimetumia hizo kampeni sijui mambo ya uchaguzi ndio ili wewe mwanamke wangu. Ila mimi nilikuwa nakutaka zamani sana. Sema tu nilikuwa nashinda na kuambia kwa namna gani. Kwa hii ya kampeni hii imetokea tu kama coincidence, lakini mimi nilikuwa nakupenda muda mrefu. Uongo. Mbona kuniambia toka muda? Umesubiria siku ya kampeni ndio unaniambia. Afu kinge cha kushauri tu. Uwe sio binadamu. Kutaka rushwa. Rushwa ni kitu kibaya sana kwenye maisha ya kawaida. Yaani nataka mtu akupe kitu fulani ili wewe umsaidie kitu fulani. Sio kweli. Imagine sasa mimi Rehema kuna kitu nataka kwangu. Alafu mimi nikwambie Chadi naomba kitu fulani ndio ufanikishe jambo lako. Sawa, mimi nimekuelewa Rehema. Lakini mimi nilitumia hizo kampeni kama daraja la kukupata wewe. Kwa sababu unajua bwana, mimi kukushawishi wewe ilikuwa ngumu sana kama mwenyewe unavyosema kwamba una akili. Kwa hiyo nikasema hizo kampeni kipindi kisha kampeni ndio nikitumie vizuri mimi kupata ninachokitaka. Lakini ndio hivyo, nishafeli sana, nishokuwa kama nitafanyaje. Na kama umenielewa, katoe na sumu kwa wengine. Rushwa sio nzuri. Hata kiongozi wangu pasa likapita vizuri. Na ndio maana nampenda pasa. Ana mambo ya rushwa, kapita vizuri. Kwa na wewe katoe darasa kwa wenzako. Sasa ushanikazia basi. Tunaongea na kitu gani? Shega. Ndugu yangu, naona uchaguzi ushapita tayari na tumejua mshindi ni nani. Nilikuwa nakuona sana unatambatamba kipindi kile cha kampeni, uchukue mfuko wa Madela, maana uchukue mfuko wa Kijola, maana uchukue mfuko wa Taiti. Mpaka nikasema kwamba huyu anachukua mifuko ya Mataiti, ipo siku atakuja kujilaumu bure. Ndio leo sasa. Unaweza kuniambia kitu gani ambacho umekiona katika uchaguzi wetu? Mimi bwana, nilikuwa nafanya vitu kwa faida yangu, lakini pia nilikuwa naamini sana kupitia yule mama. Alafu akili yangu ilikuwa inaniambia tukipenyeza njuruku kwa watu watatupigia kula. Lakini cha kushangaza njuruku zimetumika. Kula tulizoambulia ni sawasawa tu na tusingetumia njuruku yoyote. Alafu katika kitu ambacho kingine nimejifunza, madaraka yanahitaji pesa ili kuyapata madaraka. Wazungu wanasema uwatongoze ili wakae kwenye mfumo ambao wewe unatakiwa ufanye. Sasa mimi na mama tulikuwa tunaamini ni lazima itumike pesa, na hizo mbinu mimi ndo nilizitoa kwa sababu naona kwenye chaguzi nyingine. Kwa hiyo kama kukosea baba, nishakosea na nimeamini baada ya makosa yangu. Mimi kwanza ni mtu pekee ambaye naamini nilichokosea na nakifanyia uchunguzi, na nikishafanyia uchunguzi nakubali kosa, kwamba kosa nimelifanya. Basi vizuri, ndio kama mkubali, unajua kwamba umekosea, basi ni jambo zuri. Kwa hiyo una kitu gani cha kuongea? Mimi tangulize hongera za dhati kwa diwani wetu, kwa sababu
nikubali nikatae, ndio diwani wetu. Kwa hiyo chochote kile ambacho nitachokisema sicho kitakuwa ndicho, na nitachosema ndicho kitakuwa sicho, kwa sababu ukweli mchungu ni bora zaidi kuliko uongo mtamu. Priscilla, mimi ni mwanadamu, na ili niwe binadamu lazima niwe sijakamilika. Lazima kuna vitu nitakuwa navifanya. Mimi naamini nimekukosea sana na nastahili msamaha. Ndio maana nimekuja hapa kwako ili kuomba msamaha. Unajua hata Mungu mwenyewe alijua kwamba sisi hatujakamilika, ndio maana akaishusha toba. Yaani pale ambapo tunakengeuka, pale ambapo tunafanya yasiyomfaa, basi tukamwombe msamaha. Ndio maana nikaona kabisa kwamba Priscilla, mimi nimekukosea mno, nimeteleza na nimeanguka tayari, lakini nimeona si vyema kubaki pale chini. Nimeamua kuinuka kukuomba msamaha. Naomba unisamehe sana. Hivi Chadi, kwani mimi unanichukuliaje? Ulikuwa umeniweka katika nafasi ipi? Maana nilikuwa sikuelewi. Yaani upendo wote ambao nilikuwa nakuonyesha bado ulikuwa unanidanganya. Nakuja nyumbani kwako usiku, unanifukuza niondoke nyumbani. Pia unanidanganya unaenda katika mechi, kumbe haufiki. Unakuja kuniletea matokeo ambayo sio. Ulikuwa unanichukulia. Najua haya yote mimi kweli nimeyatenda. Nimekukosea sana. Sistahili kukutazama usoni, lakini sina jinsi, kwa sababu nakupenda mno. Nakupenda sana Priscilla. Ndio maana hata mwenyewe nimekaa nimefikiria, nikasema acha tu nikaombe msamaha ili tuanze moja, na ninakuahidi ukinisamehe hautajutia uamuzi wako. Chadi, unaniahidi kweli kwa hayo unayoyasema? Maana hata mwanzo wakati unanifuata ulikuja kwa maneno hayo hayo na baadaye ukabadilika. Nimeshafanya maamuzi yangu. Nitakupenda mpaka mwisho wa maisha yangu. Siwezi kurudia tena hayo mambo. Haya sawa, mimi nikusamehe kwa vile nakupenda, ila sitopenda yajirudie tena. Mdogo wangu, kiukweli mpaka kufikia hapa nimeamini, tena nina furaha kubwa sana. Yaani sikutegemea kabisa unafika mbali. Kaka, nilikwambia, si umeona mambo yangu, maneno yangu yamepita mule mule. Tumemwamini sana Mungu na Mungu ametuamini. Wanasema hivi, jisaidie na Mungu atakusaidia. Tungeenda kwa mganga, tukaenda kufanya shiriki, Mungu asingetuona hata siku moja kaka. Si unaona sasa hivi kiongozi wetu amepita? Yaani hapa kikubwa cha msingi, kwa kuwa diwani wetu ashapita tayari. Yaani hapo tutamsikiliza kama kawaida, alafu na furaha inaendelea kama kawaida. Kaka, yaani na furaha. Hakuna siku ambayo nakuwa na furaha kama leo. Yaani kaka, leo napoke la furaha. Yaani kwa kupita kwake yeye tu mimi na furaha. Na kama nilivyokuambia, plani yangu iko pale pale tu. Yaani kaka, mimi nitazidi kutea uchawa kwake mpaka niwe chawa wake. Afu atakuwa nyuma yangu. Chunga kaka. Wewe una tamaa sana kijana. Wewe una tamaa zitakuponza. Tambua au kumbuka. Awamu ya kwanza uliniambia uende kwa mganga ili mradi tukaloge kiongozi apite. Nikakwambia tumwamini Mungu. Na ukakubali. Haya, amepita kiongozi. Leo nitakwenda tena sijui kwenu Mtwara ukatie uchao ukaloge logo tie uchao ili mradi unawe uwe chawa mkubwa. Na wakati tunashirikiana wote kaka. Kaka unapotea. Cha kufanya tumwamini Mungu. Na sisi atatuamini. Basi haya sawa, hamna shida. Haina noma kaka. Hayo ndo maneno kaka. Utapotea wewe. Yaani wanangu, mimi naumia. Hamwezi kujua kuna vitu vinaniumiza watoto wangu. Yaani mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Msije mkashangaa mkanikuta mameni unavua nguo naika kichwani kwa magumu nilopitia. Kwa mambo niloyafanya mbele yangu. Afu hii kula yana kupata mtu mwingine. Mimi nafeli. Mbaya zaidi nienda mpaka kwa mganga. Na yeye ndo alochangia kuniambia watoto wangu muingiliane. Chibu mwanangu, sijui kukwambieje. Kwanza naomba tu mnisamehe watoto wangu. Sophie, naomba tu mnisamehe kwa kitu nilichokifanya. Afu leo nakosa ushindi. Hivi tu kijinga. Kwa hiyo ulienda mpaka kwa waganga sasa. Angalia sasa madhara yake haya. Hakuna chochote ulichokipata cha maana. Sawa basi, huo si ndio ukweli wako. Naomba na mimi leo niwaambie kitu ambacho nyinyi wote hapa nyumbani mlikuwa mkifahamu. Ni muda mrefu sasa
nimeishi na hii hali kwa kuficha ficha na sikutamani mtu yoyote yule ajue, lakini ukweli ni kwamba mimi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na Chibu, hebu naomba acha masiala mwanangu, naomba ongea kitu cha serious. Sophie, mimi nilikuwa nakukataza kila siku mdogo wangu, usifanye hivyo, acha. Lakini ulikuwa hutaki kunielewa, ukaamua kutumia mpaka nguvu kiasi hicho. Angalia sasa madhara yake leo. Nimeumbuka jamani. Chibu mwanangu. Yaani hicho ulichokifanya mama, mimi sidhani kama kuna mtu yote ambaye anaweza kukusamehe. Kiukweli siwezi mimi mwenyewe tu kukusamehe. Sophie pia siwezi kukusamehe hata kidogo. Kwa sababu nimekaa na wewe nikakwambia mara kadhaa, hebu acha kufanya unachokifanya. Lakini ulikuwa hutaki kunisikiliza. Angalia sasa. Chibu mwanangu, nisikilize. Sophie mwanangu, nisamehe mimi. Sophie mwanangu, nilikwambia mama, nilikwambia. Tikapi sura yangu mimi. Naomba nisamehe mwanangu. Nisamehe watoto wangu. Sophie, naomba nisamehe mwanangu. Mama, nilikwambia. Naomba nisamehe mwanangu. Najijutia na ongea nini kwa Mungu. Shike. Mungu, naomba nisamehe mimi kwa hiki nilichokifanya. Kwa majina naitwa Afande Mikidadi Ibrahim kutoka kituo cha kati. Bila shaka naongea na dawa yao. Dawa yao, unashtakiwa kwa kosa la utoaji rushwa kipindi chote cha kampeni na kwa kutumia mbinu ambazo zisizofaa ili uweze kupata ushindi. Na sisi kama jeshi la polisi tumefanya uchunguzi wetu na tukajiridhisha, hivyo basi unashtakiwa kwa kosa la rushwa. Sijakuelewa afande. Naota au afu kingine afande? Kwani tusiongee kiutu uzima tukayamaliza? Mimi najua wewe umekuja hapa unahitaji maji ya kunywa, uhitaji bia wala soda. Kama vipi nikupe maji ya kunywa mambo yaishe? Hiyo lugha unaitumia nimeshaielewa. Yaani unashtakiwa kwa kosa la rushwa na bado unadhihirisha unataka kutoa rushwa? Hapana, hii sio rushwa afande. Tunaelewana. Usinifanyie hivyo afande. Ndio afande. Yupo, nimemkuta. Kwa hiyo njooni. Maisha yangu yanaishia wapi jamani? Na nini mimi jamani? Kweli nimeamini siku ya kufanyani miti yote uteleza.